Katika mkutano wa kwanza kati ya Iran pamoja na Marekani ambao ulifanyika siku ya Jumamosi huko Oman, mambo muhimu ambayo yalizungumzwa yamefichuliwa. Maelezo ya madai ya nyuklia ya Iran yamefichuliwa. Vyombo vya habari vya Tehran vimeripoti kuwa tayari vimeeleza juu ya kile kilichozungumzwa kati ya Steve Witkoff na mwenzake wa Iran Abbas Araghchi katika mazungumzo yaliyofanyika huko Muscat nchini Oman. Miongoni mwa yale ambayo yamezungumzwa ni kwamba Iran iko tayari kutoa hakikisho kwamba haitaki kutumia mpango wake wa nyuklia badala ya kuondolewa vikwazo vya Marekani. Mwanadiplomasia mkuu wa nchi hiyo amesema, kama ilivyonukuliwa na Tehran Times, Abbas Araghchi aliyeongoza ujumbe wa Iran wakati wa mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na mjumbe wa Marekani Steve Witkoff katika mji mkuu wa Oman Muscat siku ya Jumamosi. Katika mkutano huo ulikuwa wa kwanza wa kidiplomasia kati ya Washington na Tehran kwa miaka mingi, na majadiliano yakilenga mpango wa nyuklia wa Iran na uwezekano wa kurahisisha vikwazo vya Marekani. Kulingana na vyombo vya habari, Araghchi alisema kuwa Iran inataka makubaliano ya kushinda na haitakubali kwa hali yoyote kuvunja mpango wake wa nyuklia. Alisema hata hivyo kwamba nchi hiyo iko tayari kuchukua hatua ili kutoa hakikisho dhidi ya utekelezwaji wa kijeshi wa shughuli zake za nyuklia. Hii itajumuisha kuruhusu wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki kufikia maeneo ya nyuklia ya nchi hiyo. Kwa upande wake, Tehran inataka vikwazo vya Marekani kwa sekta kadhaa kuondolewa bila uwezekano wa kurejeshwa chini ya visingizio vingine, kulingana na Tehran Times. Hata hivyo, mpango huu wa nyuklia wa Iran ambao Marekani, hasa utawala wa rais wa sasa wa Marekani Bwana Donald Trump, umekuwa mgumu kutatuliwa kutokana na rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump, kwani hata mwaka 2018 ambapo Marekani iliamua kujitoa katika mpango wa JCPOA ni baada ya rais huyo wa Marekani kusema kwamba mataifa magharibi pamoja na IAEA hawakuchunguzwa kwa makini juu ya silaha za kinyuklia za Iran, na bado anaamini kwamba Iran ina silaha za kinyuklia. Kadhalika, moja kati ya matakwa ya Donald Trump ni kuona kwamba Iran haiwi na makombora ya masafa marefu, lakini mpango wa bwana Trump ni juu ya kuitetea Israel, akiamini kwamba wakati wowote Iran inaweza ikafanya mashambulizi ndani kabisa mwa Iran. Chapisho hilo lilisema liligundua kuwa Witkoff alikubali kwamba Marekani inahitaji kufanya makubaliano. Katika mazungumzo hayo, mjumbe huyo anaripotiwa kuwa hakutaja uwezekano wa kusambaratishwa kwa mpango wa nyuklia wa Iran wala kurejelea mapatano ya awali, mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja JCPOA, ambao rais wa Marekani Donald Trump alijiondoa mwaka 2018 katika mhula wake wa kwanza madarakani. Katika mahojiano na Fox News siku ya Jumatatu, Witkoff aliacha kutoa wito kwa Tehran kufuta mpango wake wa nyuklia licha ya matakwa ya maafisa wengine wa Marekani, ikiwa ni pamoja na mshauri wa masuala ya usalama wa taifa ya White House Mike Waltz. Mazungumzo ya Iran yatahusu mambo mawili muhimu, Witkoff alisema. Ya kwanza ni uthibitisho wa urutubishaji wa uranium na hatimaye uthibitisho wa utumiaji wa silaha unaojumuisha makombora, aina ya makombora ambayo wamerundika huko na inajumuisha kifyatulia risasi. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, hata hivyo, tangu wakati huo limesisitiza kuwa uwezo wa kijeshi wa Iran uko nje ya mipaka. Usalama wa taifa na ulinzi wa anga za kijeshi ni miongoni mwa mistari miekundu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo haiwezi kujadiliwa kwa hali yoyote. Msemaji wa IRGC Ali Mohammed Nain alisema siku ya Jumanne, kama ilivyotajwa na vyombo vya habari vya nchini Iran. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.